Mimi kwa kweli najivunia huu ufugaji wa kuku. Alafu na shirika lenyewe ambalo limenitoa hapo nilipokuwa likanipeleka mpaka nilipofika hivi sasa hivi. Nimeweza kupiga nyumba yangu lipu hii mnayoiona, kuwekea vioo, na nilinunua bati hizi kupitia mauzo ya kuku. Maana kwa mwaka ulio 2024 nilitoa kama mara 5, ambapo nilikuwa na baki na faida, kila nikifuata vifaranga na baki na faida ya milioni 2 kila nikitoa kupitia vifaranga 300. Upande wa soko nilionao, wao wanahitaji sana majogoo. Kwa mfano kama huyu mteja aliyemaliza kuku anakuambiaje niwekee majogoo mengi. Waga napenda na penyewe kuacha kama kuku hata 10 hivi kwa ajili ya mayai ya familia na watoto. Alafu saa zingine mayai ukiwa nayo mengi, ukikusanya ukaenda kuuza, mayai ndio unapata tena hela ya kwenda kuemelea chakula cha kuwalishia wale wengine. Familia na mzee wana mwitikio mkubwa, hata kama mimi sipo, wao wenyewe wanafanya zile kazi. Kufuata vifaranga wanafuata wenyewe, kulisha kuku wanalisha wenyewe. Yaani mpaka na kupeleka sokoni wanapeleka wenyewe. Sio kazi yangu tena sasa hivi, imekuwa ya familia. Mwanzo ilikuwa ni ya kwangu. Kwenye tenga kwa mfano hili tenga hili ni dogo. Nimepakia kuku 22 ambapo kila kuku mmoja anauzwa kwa shilingi 13,000. Kwa maana hiyo hawa wote wanaenda kuliwa kwa ajili ya nyama. Kia tunapouza tunaweka faida, mtaji unaendelea hivyo hivyo. Tulianza na kuku wachache lakini mpaka sasa hivi tunafikia kufuga kuku mpaka 400. Kwa hiyo tunajivunia sasa hivi tunapiga hatua ya kimaendeleo kwa sasa hivi. Sababu miaka ya nyuma tulikuwa tunategemea labda, sababu tulikuwa tuna ufugaji wa mbuzi, kondoo na ng'ombe. Miaka ya nyuma ilikuwa inabidi kwamba unapopata shida hata kama ni ndogo, lazima uuze mfugo, uuze ng'ombe, uuze mbuzi au kondoo ili muweze kufanyaje? Muweze kukidhi haja ya familia yenu. Hali kadhalika vile vile hata kwenye upande wa kilimo ilikuwa inabidi mpaka kuuza ng'ombe. Aidha kusomesha ada za wanafunzi waliokuwa vioni ni lazima ufanyaje? Uuze ng'ombe. Lakini kwa sasa hivi swala la kuja kufikia labda kuuza ng'ombe ni kuongezea tu kwamba labda mna matarajio fulani. Mawazo yetu na mzee tulikuwa tunawaza kununua trekta ambayo iwe inatulimia maeneo yetu afu ikalima na kwingine, ili hela kama matumizi tusiwe tunapata shida. Kwa mfano kama kuku, tukiwa na shamba kubwa la kuku, mimi kuku nimeona ni dili. Kwa mwaka milioni hata 10 hivi kwenye kuku unapata tu. Faida yangu kubwa niliyoipata kulingana na ufugaji wa kuku, faida yangu kubwa kwanza hata ni moja, maendeleo tu, yani toka kipindi kile nimeanza nina mabadiliko makubwa sana hapa kwenye familia yangu. Kingine, hata mtoto akiwa shule siwezi nikaenda kwa mtu kusema kwamba naomba hela nitume kwa mtoto. Cha tatu, familia hata nikipata mgeni leo hii akija, sina wasiwasi wa kusema kwamba sijui nitapata shida ya kusema kwamba nimepata mgeni sijui nifanye nini. Yaani sina shida kwa kweli. Siwezi nikasema leo huyu amenikuta sijajiandaa.